Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ikiwa inalindiba muda huu, na tumeishia pati ya 153 na sasa tunaendelea na pati ya 150. Tulishia na pati ya 152 na sasa tunaendelea na pati ya 153, akiwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa anaendelea kuzungumzia kuhusiana na kosa la uhaini. Anaendelea Mheshimiwa Tundu Lissu, hili ni kosa la kipekee. Hili ni kosa la kipekee. Angalieni ibara ya 28(4) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo kosa pekee la jinai lilotajwa kwenye katiba kwa sababu sio kosa la kawaida. Kama hiyo ndiyo hoja, kosa hilo la pili la uhaini linapaswa kuwa na kipaumbele, maana ni tofauti na makosa mengine yote. Kwenye kuthibitisha hilo, hii siyo kesi ya kwanza, ni kesi ya tatu toka tumepata uhuru. Kesi ya Gray Likungu miaka ya 56 iliyopita ilikuwa na washtakiwa 9, lakini ilichukua miezi 6 tu hadi kufika mahakama ya rufaa. Kwa sababu uhaini ni kosa kuu kuliko mengine yote iliyopewa uzito huu, Khatibu Gandhi na wenzake 18 kutoka mahakama kuu hadi Court of Appeal ilipoanzia hadi ilipoishia ilichukua miezi 14 na mashahidi 140. Sisi tuna miezi 10, tumemaliza mashahidi 3 tu. Watu wanacheka hapa kidogo. Hivyo itakavyokuwa kesi hii inachukua kama kesi ya kawaida ya jinai. Huwezi kuchukulia poa hata kidogo, lazima hii lieleweke vizuri. Anazungumza Mheshimiwa Lissu hapo. Kwa utaratibu huu tutafika mwaka 2030 kama mtakuwa hamjastaafu bado. Kwa spidi hii ya miezi 10, mashahidi 3 tu. Watu wanacheka, hata majaji wanashindwa kujizuia, nao wamecheka. Sasa kuna mtego mkubwa ambao unaweza kuchelewesha zaidi kesi hii. Mtego wa panel constitution. Kuna mtego unaweza kuchelewesha sana kwa kanuni hizo. Mmoja wenu atapata mafua hapa, basi kesi haitaendelea. Hamjatengeneza nyie wala mawakili wa serikali, hii imetengenezwa na jaji mkuu. Sasa kesi ya Gray Likungu na Mataka ilisikilizwa na jaji mmoja, na kesi ya Khatibu Gandhi ilisikilizwa na jaji mmoja pia. Kesi ya tatu ya jaji mkuu anasema mmoja hawezi, ndiyo maana anawateua muwe watatu kusikiliza kesi hii. Majaji wanaangaliana hapa. Kwenye kesi hii jaji mkuu asipowatumieni hela hamji. Kesi hii ina ugumu gani hadi muwe watatu? Anauliza hapa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa nimesema ili siku moja mje kusema mbona hamkusema chochote. Nimesema kuweka kumbukumbu sawa, maana anayeumia gerezani ni mimi na jambo hili linahusu mimi, kwa hiyo ni muhimu sana. Nikasema wakusikia na akasikia. Asanteni, nimemaliza hapo. Majaji wanaandika na kushauriana pale, sijui wanajadili kitu gani. Naona wanachukua muda kidogo, wapo kama wamepigwa butwa, kama sio kuingiwa na ubaridi. Wamemaliza kuandika, sasa anawasha kipaza sauti Jaji Ndunguru, kiongozi wa jopo. Sasa mshtakiwa, ulisema lengo la kudraw attention yetu. Sisi tumesikia na sasa tunaendelea. Upande wa serikali anasimama Nasoro Katunga kujibu hoja zile za pingamizi la shahidi wa P11. Katunga anasema alipofika shahidi tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025, hoja ya kwanza alisema kizimba maalum si kizimba kama lilivyotafsiriwa kwenye kanuni ya 3 ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi ya mwaka 2025. Alisema kizimba hicho kilivyokaa
hakimwezeshi yeye wala mahakama kumuona shahidi. Hivyo kwa tafsiri yake mahakama haiwezi kuaksesi deminol ya shahidi huyo. Anaendelea Katunga, anasema shahidi 11 wa P11 amelindwa kwa amri ya mahakama hii atukufu baada ya maombi ya jaji jinai 17/059 ya mwaka 2025. Mahakama hii inaamuru shahidi huyo na wenzake ambao sio askari polisi watatoa ushahidi wakiwa wamelindwa. Kanuni ya 6 ya ulinzi wa mashahidi inasema lengo la kumwezesha kutoa ushahidi kwa kutumia kizimba maalum. Hivyo basi ni mahakama ndiyo inayowezesha kizimba maalum kwa shahidi ili alindwe. Shahidi huyo amelindwa ili yeye asimuone mshtakiwa na mtu mwingine. Mahakama ndiyo inazingatia mambo hayo na ndiyo imetengeneza kizimba hicho. Mshtakiwa alisema mahakama haimuoni. Sasa hilo ni suala la ushahidi kwamba mnamuona au hamuoni. Hamkusema anaomba upande kizimba cha ushahidi ili tumuulize maswali kuhusu jaji wanamuona au hamuoni. Na sisi pia msimamo wetu kuwa majaji mnamuona shahidi au hivyo tuendelee. Yeye amezungumzia majaji kuwa hawamuoni shahidi, sio jukumu lake. Hapa mwisho wa kunukuu hayo ambayo anazungumza mheshimiwa Katunga ambaye ni wakili wa serikali. Hapa alikuwa anazungumza hapa. Itaendelea pati ya 154 kuhusu kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Nataka nipitie maoni mawili matatu hapa nione watu wana maoni gani kuhusu hichi ambacho kinaendelea katika kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Jina langu ni Diwa KO TV. Cha kufanya una subscribe na kutana notification ili uwe mwanafamilia wetu wa KO TV, tukiwa tunafuatilia mbashara kabisa katika kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Wa kwanza hapa anaitwa Thadei Mhabuka, anasema haki winu wa taifa. Lakini wa pili hapa anaitwa Kanibiza, anasema haya majibu ndiyo yalihitaji muda wa kujadili na mawakili 7 wa serikali yamefanya kesi kuahirishwa muda mrefu. Hivyo kweli kama taifa kuna mahali tunakosea pakubwa sana. Lakini Rasi Mchimba anasema haki itasimama, #katiba mpya ni sasa. Lakini Bob Loli anasema haki ya kiongozi kama huyo inachezewa, hivyo vipi kuhusu wengine? Lakini Lab Technology anasema hivi Katunga yupo, ametukana kidogo tuweze kusoma. Lakini Watoto Mapacha anasema kwamba kile kizimba kinaruhusu majaji kumuona. Lakini Theonest anasema sijui niache kufuatilia na hisi maumivu sana moyoni. Lakini Strip Best anasema darasa huru la sheria la mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini Sio anasema so sad. Lakini Godfrey Kahabi anasema ubarikiwe sana Hilda. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Hilda Newton. Jina langu ni Diwa KO TV, tukiwa tunafuatilia moja kwa moja kutoka mahakama kuu kuhusu kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jina langu Diwa KO TV. Tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa, hasa katika kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambayo inaendelea muda huu katika mahakama kuu ya Tanzania. Bye bye, tuna wakati ujao.